Mko salama? Mumenikaribisha. Bas, mimi nimeshukuru sana kwa sababu hii kanisa ya Ledero imetukaribisha. Tumekuja hapa kwa sababu ya kutumikia Mwenyezi Mheshimiwa wa East, wa North na mheshimiwa wenu hapa Lesuda. Tulikuwa na mkutano wiki iliyopita kwa mambo ya usalama katika sehemu hii. Pia tulikuwa na mkutano ya wabunge wote kwa counties ya Kerio Valley kutoka Laikipia, Samburu, iende Baringo, iende Elgeyo Marakwet, iende West Pokot na Turkana. Na tulifanya mkutano kuangalia ile mpango tumefika wapi kwa mambo ya usalama. Mheshimiwa akaniambia kwamba mlikuwa mnanitaka nikuje hapa. Nyinyi mlimtuma mkasema nikuje sehemu hii. Mlitaka nirudi kanisa hapa? Mlinijuaje? Mlisikia niko? Basi nimekuja kwa sababu hiyo, kwa mwaliko wenu ambaye amelelewa kwa kanisa. Ninajua umuhimu sana ya kanisa, vile inasaidia kupeleka neno la Mungu mbele. Na Father, mimi nimeshangaa sana hapa. Ni bahati mzuri ama ni bahati mbaya, wamama peke yake ndio wako mbele sana kwa kanisa. Wanaume wako upande gani? Tunataka wanaume wengi pia. Hata wakati wa kuomba, mzee ilikuwa ni mmoja, wamama walikuwa wote wameomba. Lakini ule mzee aliomba zaidi, ndio izuie ile wazee wengine wenye hawakuwa hapa. Kwa hivyo tunataka wazee pia wajae kanisa kama wamama, na nimefurahia sana kuwa hapa na nyinyi. Ya pili, ningependa kusema ya kwamba nyinyi watu wa Samburu ni watu wazuri sana ambao tunajua kwamba mnampenda Mungu, lakini pia mnapenda serikali yenu. Tunashukuru sana kwa niaba ya rais. Nyinyi mmemshikilia Rais William Ruto kwa miaka mingi sana, tangu aanze safari yake ya kisiasa mpaka amekuwa rais ya Kenya. Na mnajua ya kwamba rais alipoingia ofisi, kitu ya kwanza kwa sisi kama wakaaji wa bonde hii ya Kerio Valley, tumekuwa na shida kubwa sana ya mambo ya wizi wa ng'ombe na mifugo ambayo imetusumbua miaka mingi. Lakini tangu 2022 wakati rais aliingia, kuna mikakati imewekwa. Askari wengi wameletwa sehemu hii. Mnajua ya kwamba tumefanya operations ya kila aina kwa sehemu hii. Mnajua tulikuwa hapa na special operation group ambayo mnaita Wajokoya kwa upande huu, ama wale special forces walikuwa na nyinyi hapa, na kuna kazi kubwa ilifanyika. Mimi nataka kushukuru viongozi wenu kwa sababu walisimama na serikali kuhakikisha operations ya kiserikali hapa ya mambo ya amani imefanyika. Lakini ninajua pia ya kwamba bado kuna shida aswa katika constituency hii ya Samburu West, sehemu zingine za Samburu North, especially huko Paragoy. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mmeniambia bado divisions hiyo ya Lolmolok ama sehemu ya Lolmolok na Longewan bado mko na shida nyingi ya insecurity. Na mimi nataka niseme kuna mikakati nataka kuwatangazia leo yenye nilipanga na tumekaa na viongozi wenu. Nataka nitangaze leo musikie kwa hapa. Number 1, tulikubaliana na wajumbe wakiongozwa na senator wenu kwamba kitu ya kwanza tutarudisha special operation group warudi hapa kupambana na wakora katika sehemu hii. Tunajua ya kwamba kwa sababu wale askari tulikuwa nao hapa walifuata wakora wengine mpaka ile border ya Turkana na West Pokot, wengine wakakuja kujificha sehemu hii ya chini. Lakini sasa kwa wiki chache iliyo mbele tutarudisha hawa askari warudi hapa wakuje waendelee na ile kazi ya operation. Mimi sasa nataka mnisikie vizuri sana. Watakapokuja hapa kuna maneno lazima tufanye. Ya kwanza, lazima tuhakikishe ya kwamba kila mmoja mwenye ako na bunduki atoe bunduki kutoka yeye atolee katika serikali. Na mimi najua kuna watu wengine walikuwa wanafikiria mimi siwezi nini. Mjue ya kwamba kama waziri wenu, mimi naelewa vizuri sana mambo ya Kerio Valley. Mimi nimeumia kwa mambo ya wizi wa ng'ombe nikiwa huko Marakwet East.
na ile mikakati tumeweka pale, kuja hapa ati walinde wananchi. Hata tukicreate a buffer zone ya askari wakae katikati ya wananchi na wakora, haitasaidia na ipelekwe kwa serikali kwa muda mfupi yenye iko mbele yetu. Na nilipotangaza hiyo kwa Baringo huko na Elgeyo Marakwet na West Pokot, watu walifikiria ati pengine ninasema mzaa. Mimi nataka mkumbuke leo ile mkutano tulikuwa na waheshimiwa wenu hapa, Senator Lelekwe, Mama Pauline hapa, Mheshimiwa Jackson hapa wa East, Mheshimiwa Letipila wa North na Mheshimiwa Lesuda wa hapa. Niliwaambia ya kwamba tukirudisha SOG hapa, waliniambia kwa kauli moja kama viongozi wao watasupport mambo ya operation 100%. Na operation haitaisha mpaka bunduki zote zitolewe kwa mikono ya wajangili na watu binafsi warudishe kwa serikali, ikuwe tu ni askari ndio wako na mambo ya bunduki. Sehemu yenye tutakuwa na wananchi watakuwa na pengine bunduki 1, 2, 3 ni wale tutakuwa tumeandika kazi kama KPR, hawa ndio tutakubalia wakuwe na bunduki. Lakini wale watu wengine wote wenye wako na bunduki haramu lazima warudishe. Number 2, wale wananunua bunduki na kusunguka kupatia wananchi risasi, usifikirie kwa sababu bado hujashikwa ufikirie serikali haijui. Saa hizi majina inaandikwa, tunajua umeenda pale, umeenda kupenda risasi. Tunajua wale wanatoka kwa porous border yetu ya pande wa Marsabit huko mwisho Moyale na sehemu zingine, wenye wanatoa bunduki kutoka Wajia na wenye wanatoka kwa border yetu huko Turkana, na wanapitisha katikati hapa, wanakuja kuuzia wananchi kwa hii Kerio Valley. I want to tell you that our security forces have done their intelligence report, na mtu yoyote mwenye anauza bunduki tutahakikisha tumemwendea na tutamfanyia ile kazi inafaa kufanyiwa wakora wote ambao wanakisia kupinga mambo ya serikali. Wale pia wanauza risasi na wale wananunua na kudistribute kwa wananchi. I want to tell you that you don't need another warning from any other person. Na sometimes I speak, naongea tu namna hii na kucheka na nyinyi na nini, lakini wakati ya ikifika ukujiwe kwa ile risasi unapeana na ile bunduki unapeana, usiwahi kuja kusema niliambiwa na mheshimiwa, niliambiwa na senator, niliambiwa na governor. Utabeba msalaba wako wewe mwenyewe. You must realize today that if you are an agent of any political actor in distribution of ammunition and guns, you will carry your own cross as a person and you will suffer a very painful punishment as an individual. Sijui kama ningejua kuongea Kisamburu ningesema ndio muelewe mzuri sana. Nimesema kama wewe utatumiwa na mwanasiasa yoyote mwenye ako ofisi ama mwenye anaomba kura, ununue bunduki, upelekeane bunduki, utuembeze marisasi, utabeba msalaba wako mwenyewe na hautakuwa na nafasi ya kusema nilitumwa na mwanasiasa yoyote. You will carry your own cross. Na hapa nikikuja hapa niko kazi serious ya security. Sijakuja hapa kupigiwa makofi na kufanya siasa. Ninakuja kuambia ninyi ya kwamba kazi yangu number 1 ni kuhakikisha usalama wa wananchi wa kawaida umedumishwa na umepatikana. Na we know for avoidance of doubt, we know that kuna majangili kwa sehemu zote za kaunti yetu. Umekuwa huko Elgeyo Marakwet wako, huko West Pokot wako, huko hapa Tiati Chapa wako, hapa Samburu wako, pale Isiolo wako na Marsabit wako. Hatutapiga wananchi wa kawaida na hatutasumbua mwananchi mwenye ana makosa. Tutaendea jangili na mkora kama mwenyewe binafsi. Na nataka tu niwaombe, wiki 2-3 iko mbele, kazi yenye itafanyika hapa Samburu mtasikia habari kamili. Mpaka wakati rais atakuja hapa kulaunch projects, mtamwambia asante kwa sababu ya ile kazi itafanyika hapa. Na wakati hiyo kazi itafanyika, kuna watu watalialia, watasema watu yangu mimi, sijui HN yangu, PA yangu, sijui supporter yangu. There is no supporter who is a criminal. There is no PA who is a criminal. There is no brother who is a criminal. All criminals
fanyiwa kazi kama wakora peke yao. Tuko pamoja watu ya Samburu? Mmekubaliana na mimi? Mnataka tufanye namna hiyo? Mnataka tufanye namna hiyo ama tupembeleze wakora? Na kwa nini mmenyamaza vile nimesema wakora watanyoroshwa? Ni nyinyi ama wakora wako pengine? Nyinyi mnataka tunyoroshe hao wakora? Nitarudi hapa. Ninarudi kulaunch sub county ya Samburu West. Na ninarudi tena kulaunch divisions yenye mnasikia mheshimiwa ameomba kwa hapa. Nitawapatia division na nirudi hapa kuja kulaunch. So unajua nyinyi wa Samburu na sisi si tuko majirani. So ukikanyaga mguu hapa upige kona unaingia Elgeyo Marakwet hapo. Ile maneno mmesema tufanye ama tusifanye. Si mmeomba location. Si mimi ndio kufanya. Si lazima nifanye namna hiyo. Sasa nimetangaza locations yote tulikuwa tumegazette kama vile mheshimiwa ameomba kwa hapa. Nimeambia county commissioner yote yenye itatangazwa itangazwe leo, kesho Monday asubuhi. Na ile ya kuandika kazi ya ile tumetangaza ma chiefs, interview ifanywe haraka na mlete majina ya chiefs ili watu hao wananchi wapate chiefs na assistant chiefs. Na county commissioner sikia, ninajua tuko na struggle ya pesa kwa sehemu zingine. Lakini uliona mheshimiwa senator hapa, mheshimiwa mbunge wa hapa, women rep hapa wameomba na nilikwambia nilikuwa na mkutano yao kwa ofisi. Sikia, hata kama naenda kutafuta pesa ya Elgeyo Marakwet huko na wapi penye kuna usalama, hakuna ya kutafuta ya hapa Samburu. Samburu wote wenye tulikazet chiefs yote na assistant chiefs waandikwe wiki hii tumalizane nayo. Tutatafutia wengine watangojea, lakini hapa ya Samburu haiwezi ngoja. Nimetangaza kwamba locations kama iko Samburu North, kama iko Samburu East, kama iko Samburu West, yote itangazwe wiki hii na machiefs waandikwe, na chini ya mwezi moja chiefs wa report ofisi wasaidia hao wananchi wafanye kazi. Mwezi huu, kabla ya mwisho ya mwezi huu, nitatangaza hiyo new divisions. Mheshimiwa Naisula ameuliza hapa ya Lolmolok na Longewan, na nitaongeza na hiyo ingine inaitwa Lodokeche, na ingine yenye niliombwa kwa Samburu North na sehemu zingine ya Kerio Valley hapa nitatangaza kabla ya mwisho wa mwezi huu, ndio tuwapatie divisions mpya. Lakini mheshimiwa, tukitangaza sasa, wewe pia tumia pesa ya CDF kujenga ofisi. Na nimefurahi umejenga hii ya sub county hapa, nitarudi tena tukae chini. Na nikikuja siku hiyo, nataka nikuje nikae chini na wazee. Nataka wazee 1000 tukae chini na hawa tupangane vile tutamaliza mambo ya sehemu hii. Hata ile mambo ya mashamba mmesema, nataka tukae chini siku hiyo tupange vile inaenda. Lakini nitarudi kama operation imefanyika, hakuna mtu atakuwa analia, hakuna ati sijui nikiwa mkutano wakora majangili wanajaribu kusumbua wananchi kwa kona moja. Nikiwa kwa mkutano, wale special group watakuwa kwa boda huko wakipambana na wakora watoe bunduki na ile mambo yote wanafanya kwa upande huo. Pia mmeomba mambo ya network. Kweli nilipokuja hapa, nilikuja na mheshimiwa Letipila tukaenda huko Arsim. Not Arsim. I think Arsim. Na tumeweka networks kwa sehemu serikali, rais amelisikia mambo yenu, ameweka networks. Lakini nikirudi ile mmeniandikia leo na ile mlimpatia waheshimiwa juzi, nikirudi nitaendelea kufuata communication authority watupatie some resources ndio tupate masts ya kutusaidia even in the security operation tunataka tufanye. Lazima tukue na network kwa sehemu hizo mmesema, ndio mambo hayo yaweze kupatikana katika sehemu zote. Mimi nataka niwaambie watu wa Samburu, nimeshukuru kwa sababu mlisema, kuna mzee mmoja alisema kwa hapa, sio ati tumekaa tu, at least security forces wenye wako hapa wanafanya kazi. Wanafanya kazi ama wafanyi? Hata kama wako na challenge kidogo, ile multi agency wanajaribu. Na mnajua jana na wiki hii kuna mbuzi, kuna ng'ombe ilirudishwa 151 na punda 34. Na wale ambao bado tunafuata, hiyo ilikuwa ni Samburu North, sehemu hizo za Marti karibu na Baragoi huko, na tutaendelea kufuata yenye imebaki. Pia kuna hii ya Samburu East, hasa Samburu East hapa ndio wanasumbua majirani. Na ng'ombe iliweza kupatikana hapa ikarudishwa. Unajua umeona mbunge wa Samburu East haombi usalama, yeye ndio analeta shida ya usalama. Sasa wakati tunasaidia Samburu West na Samburu North, huko Samburu East inatusumbua pia.
na tumerudisha ng'ombe zingine ilikuwa imeibwa kutoka huko Meru. Kwa hivyo tutapigana na wakora wenye wanakuja kusumbua Samburu, na pia wale wako upande huo wenye wanasumbua Meru, Isiolo na sehemu ya Laikipia. Tutahakikisha pia kwamba hawa wanaweza kushughulikiwa ili tupate usalama, na tayari our security team is working on it. Pia mmesikia ya kwamba waheshimiwa wameomba security roads. Tumeketi chini na tuko na retreat na wabunge wote wa Kerio Valley next week. Kuna mambo ambayo tumesema lazima tuketi chini na mheshimiwa rais. Sisi wote kama counties hizi za Kerio Valley 6 lazima tukae na rais tuone Marshall plan ya hii area ni nini. Tunajua rais tayari anatengeneza barabara ya Maralal kwenda Baragoi, pigieni yeye makofi. Yeah? Lakini tunataka bado tunaomba hiyo barabara ya kwenda Baragoi iende tena ipande iende Loyangalani na ingie mpaka imalize huko Marsabit, to create a new highway katika sehemu hii, kwa sababu tunataka watu wa Samburu na watu wa Marsabit huko wengine wakienda Singapore kwa highways pande yao, tunataka highway yetu katika sehemu hii. Pia tunataka tuhakikishe mambo ya maji yenye rais sasa ameweka juice infrastructure fund imefanyika katika Kenya mzima, na ifanyike kwa hii Samburu, isaidie kwa livestock farming katika sehemu hii, ndio ibadilishe maisha ya watu. Lakini ya maana zaidi ni kutengeneza ile inaitwa security roads. Nimepewa list ya security roads na waheshimiwa huu inaokuja, tunaketi chini na waziri Davis Chirchir, tunapanga vile tutahakikisha kwamba hizo security roads imetekelezwa ili ifungue njia ya mengi. Anajenga masoko, soko ya Baragoi inaendelea kujengwa. Soko yenu ya hapa ilikuwa imejengwa hapo awali. Mko na mambo ya housing hapa Maralal na mambo mengi ambayo letu isonge mbele. Please, nawaomba watu wa Samburu. Nilifurahi sana kwa wale watoto waliimba hapa. Hao watoto kwanza nilipofika wako very smart. Ni kama ya sehemu zingine. Si watoto kwa shule wakuange tu na uniform yao kama hii. Ni mzuri sana. Yeah? Kila sehemu ikuwe na unique uniform ambayo yenye wanaweza kuwa nayo. Nilifika nikaangalia watoto wangu hapa. Hawa ni kama watoto wangu, nimefurahi sana vile mmeimba. Congratulations kwa sababu mmeenda national. Na sasa transport yenu ya kwenda huko na kurudi na mkate mtakula kwa Eldoret. Yeah? Kwa sababu mmefanya kazi mzuri. Pia nataka niseme ya kwamba kama watu wa Samburu hapa, Mheshimiwa Rais anang'ang'ana kuhakikisha mambo ya masomo imeenda mbele. Mnaona hii ni serikali ya kwanza imeweza kuandika walimu zaidi ya 1,000. That is a record. 1,100, sorry. 1,100 kwa Kenya mzima, kwa kila kona ya Kenya. Kwa sababu rais anataka kuhakikisha anasawasisha nchi. Ukiona ile projects rais anaweka katika sehemu zote za Kenya, hata hii barabara yetu ya Maralal Baragoi ni njia moja ya rais kusawazisha nchi yetu, kuhakikisha sehemu zote za Kenya imepata maendeleo. Na mimi nawaomba tu kwa heshima, hata kama sasa serikali imeweka policies ya kuhakikisha masomo isonge mbele, itabidi sisi kama wazazi tuchukue hatua ya kipekee kuhakikisha watoto wetu wote kisha vijana wetu awaoe mapema. Nyinyi umeona pastoralist very sharp people. Nimeona ukiona mtoto Msamburu amesoma na amesonga mpaka mbele, wana ukweli ama sio kweli? Sababu Samburu hata mtoto wenu ni judge wa Supreme Court, mnajua la nanaola? Na wengine ambao mimi najua pamoja na hao wenye wamekuwa wabunge hapa na wengine. Na nyinyi mko na watu ambao wako na akili sharp, amjampatia nafasi tu waende shule. Jameni, tushikiane pamoja, tupeleke watoto wetu shule, kwa sababu nchi hii inatutegemea. Kubadilisha sehemu hii inahitaji masomo. Ya mwisho, nataka niseme ya kwamba rais alitangaza mwaka jana ya kwamba kila kitambulisho yenye mwananchi anapewa ni kuhakikisha kwamba amepata haki yake.
mambo ya afya ndio akienda, mambo ya SHA anapata, mambo ya housing anapata. Lakini nimesikitishwa sana, hata baada ya wizara yangu kutuma hapa mobile registration kit, kuna watu wengi sana wamepita miaka na bado hawana IDs. Nani ana kitambulisho hapa? Nani ana kipande? Najua mnajua kama kipande. Nani ana kitambulisho hapa? Msiogope kipande. Nani ana kipande? Nani alipoteza yake? Saka huyo mzee moja, huyo mtu mzee anaenda mbinguni direct, anasema ukweli. Na nani mwingine amepoteza yake? Sasa sikia. Rais hapo awali kuchukua kipande mpya. Wacha nitumie jina kipande. Kipande iko na historical negative connotation, lakini kitambulisho. Ile kitambulisho kuchukua mpya ilikuwa inachukua shilingi 300. Lakini mwaka jana rais aliamrisha, nikatangaza, sasa kuchukua ID ni bure. Ni bure kabisa, hakuna kulipa chochote. Chief ako hapa. Chief wa sehemu hii ndio huyu wako hapa. Bwana Chief, uko na jukumu kuhakikisha umehamasisha hawa na uwasaidie kila mmoja apate ID yake. Pia kuna watu walikuwa wanachukua ID yao ama hiyo kitambulisho, anaenda kupeleka kwa mama busa, anamwambia sasa, kwa sababu nimeshindwa kulipa busa, shika hii kitambulisho yangu, nikitafuta pesa nitakuja kukulipa wiki ijayo. Na wengine wanaenda mama pima, anachukua kitambulisho, sasa hana. Sasa wacha niwapatie habari. Zamani ukipoteza kitambulisho ulikuwa unalipa 1000. La kama huyo mama busa amekwamilia hiyo kipande yako, wewe wachana nayo, kuja nikupatie ingine. Tunapeana sasa ya kureplace bure. Ile ya kupatia tunapeana bure. Ndio wao wajue kwamba ile kitambulisho sio legal tender yenye inatumiwa kubadilisha mambo ya kununua busaa na mambo mengine. Mimi nataka kusema sasa, kupeana kitambulisho ukipoteza ile 1000 yenye ilikuwa inalipwa, mimi nilitoa hiyo. Chukua kitambulisho yako bure. Mmenisikia? Mtachukua kitambulisho? Kila mmoja achukue kitambulisho. Na nyinyi wa Samburu, wacha niwaambie kitu moja. Unajua kuna watu wanadharau nyinyi ati mko wachache. Kura yenu ni 100,000 tu. Wacha niseme hiyo sio ukweli. Hiyo uchache yenu nyinyi mmejitakia wenyewe. Nyinyi ni watu wengi lakini hamna kitambulisho. Kuna watu karibu 80,000 wako tu Samburu wanazunguka lakini hawana kitambulisho. Tano viongozi wakikuja wanasema wewe ni wewe tu, ni wewe tena, ni wewe ni wewe Ntito Naibor, ni wewe sijui. Nataka niwaambie mwaka huu, bali na ile kusawasisha kimaendeleo, rais anataka kusawasisha Kenya mzima, kila Mkenya apate kitambulisho. Sawa? Mko tayari kufanya namna hiyo? Mko tayari kufanya hivyo? Mko tayari kuchukua IDs? Sasa nikirudi tena nitatuma ile mobile IDs ikuje isunguke. Na tukileta hata kama ni siku 15, msingojee mpaka siku ya 15 ndio unaenda kujisajili. Lazima tufanye mapema, tuhakikishe tunaenda kwa mambo haya. Nimeongea mambo mengi sana. Nimefurahi sana kuja hapa. Mnataka nirudi hapa? Mnataka nirudi tena? Mngependa nirudi tena? Mngependa nirudi tena? Very good. Sasa nashukuru sana. Na tena na hii kanisa sasa ni kanisa yangu mpaka imalizike. Father, umesikia? Ile tunachanga leo isipotosha, tuma mheshimiwa nitume mchango mwingine mpaka kanisa yenyewe ishe. Sasa ndio ishe, ifike mabati, ifunike, ikae mzuri. Nimeambiwa ni 8 million. So tunachanga yenye tunachanga leo, mimi naamini tutafika 8 million. Lakini tusipofika hiyo milioni 8, lipa mpaka ifike milioni 8.
Mmekubali namna hiyo? Ama mtaki nikuwe member ya hii kanisa? Hey, wamama ya hii kanisa wanang'ara kabisa. Watoto ya hii kanisa wameng'ara. Ndio tuweze tukasonga mbele. Najua nawashukuru sana, Mungu awabariki. So sijui sasa gavana, unajua ulifika mapema lakini ukakaa hapa ama tuchange kwanza alafu nikuache uendelee. Unajua wewe unapenda nikienda ufanye barasa nyingine. Utaongea saa hizi. Pengine basi Moses basi aongee kwanza. Wapi former governor wewe?